Kwa kweli tumepata msiba mzito kwa sababu Askofu Mkuu Novatus Rugambwa ambaye ametuletea heshima kubwa sana, sio tu watu wa Bukoba bali watu wa Tanzania, kwa sababu yeye pekee katika Tanzania na wachache sana katika Afrika ambaye amefikia hadhi ya kuwa barozi wa Baba Mtakatifu, yaani barozi kabisa. Wengine wanaishia kwa ukatibu. Hivyo kwa kweli ni alafu vile vile amefariki bado hajafikisha miaka mingi, miaka 67. Yeye huyu baba Askofu Mkuu namfahamu kwa sababu nilimfundisha kidato cha pili akiwa kule Rubia. Alafu baadaye nikamfundisha falsafa, ameshakuwa mkubwa zaidi katika seminari kuu ya Ntungamo. Ni kijana mwenye akili sana. Walikuwa wawili na mwingine tulikuwa tunasema Monsignor Gosbert, walikuwa na akili sana. Kila mara ni wa kwanza katika darasa, iwe kule Rubia, iwe pale Ntungamo. Na hiyo kwa kweli iliwapeleka mbali. Wote baadaye baada ya Ntungamo ikaonekana watumwe Roma kwa sababu ya akili waliokuwa nayo, ili waende wachote penyewe kabisa. Wakaenda Roma wakachota. Yeye kwa sababu ya utulivu wake, kwa sababu ya busara yake na kwa sababu ya utaua, yani maadili mazuri, Roma ikaona na akili huyu afadhali tumpeleke haraka, tumpe kazi ya kimataifa. Kwa kweli aliporudi huku akapata upadirisho mwaka 1986. Baada ya miaka miwili Roma ikamuomba tena, akaenda Roma, ndiye akaingia kwenye diplomasia. Na katika diplomasia akafuzu vizuri, wakamtuma katika nchi mbalimbali kama katibu. Amekwenda nchi kama Pakistani, kama Indonesia, kama Panama, kama Jamhuri ya Kongo, akakwenda na Angola. Kwa kweli kwa namna hiyo kwa kweli akaonyesha vizuri sana. Walipoona kwamba amefuzu na amekomaa sasa, mwaka 2010 wakampa uaskofu mkuu ili awe balozi kamili. Na kweli wakamtuma kule Angola na visiwa vya São Tomé na Príncipe. Alipomaliza kule miaka kadhaa mpaka 2015 wakamtuma kule Honduras ambayo ni Marekani ya Kusini. 2019 wakamtuma New Zealand pamoja na visiwa vingi vya kule. Kwa kweli kazi nzuri ameifanya. Kazi nzuri ameifanya. Na ni mtu wa aina gani? Ni mtu mwenye akili. Lakini kia kuwa akili ni mtu ambaye ni wa kawaida na mnyenyekevu sana. Anaweza kukaa na mtu yote yule, akasiriki ovyo ovyo au kulipuka. Mimi sijamuona amekasirika kweli kweli. Ila kama ni ukweli atausema. Atatabasamu kidogo lakini atakwambia ukweli. Sio kwamba atangojea akwambie akupake mafuta kwenye mgongo wa chupa, hapana. Lakini atakwambia ukweli bila kufanya ghasia, bila kulipuka, bila nini. Alafu alikuwa anaweza kuwasiliana na kila mmoja, watu wa kawaida. Alipokwenda nyumbani kijijini, alikuwa anakaa kwenye nyasi akiwa barozi. Anakaa kwenye nyasi, unakuta anakaa kwenye nyasi, wanamletea hata pombe ya kienyeji, anaonja nao, anapiga mizaa nao. Ni mtu wa namna hiyo. Mapadi amewasaidia sana. Na hapa kwetu Bukoba amesaidia kujenga makanisa. Nimesema kule pale pa Hija Nyakijoga kuna mnara, kuna jukwaa kubwa sana. Yeye na yule rafiki yake pamoja wametafuta hela mpaka ikajengwa. Amesaidia kuleta wamisionari. Juzi alipokuwa anaongea Askofu Mkuu wa Iche, akaongea juu ya shule ya kule St. Mary's ambayo ina watoto zaidi ya 1000 na wote wanasoma bure, wanakula bure. Watu wanatoka kwenye shule, kwenye familia ambazo haziwezi, lakini wao wana uwezo. Hivi anawasaidia. Hata na kule Kayanga ameletwa misionari, na katika na Dodoma amewaleta ili kusudi waje fanya nini, waje kusaidia. Amekuwa kiunganisho kati ya sisi na nchi za nje. Hapa Bukoba ametuma padre zaidi ya 8 kwenda kusoma nchi za nje. Amewatuma Spain, mwingine ametuma mpaka kule New Zealand, katika sehemu mbalimbali. Amesaidia kutafuta scholarship kwa ajili ya mapadre na vile vile kwa ajili ya masista. Amesaidia miradi mbalimbali ya masista ili waweze kujenga mashule, VTC. Amewasaidia kutafuta hela. Amesaidia vile vile na mahospitali yetu kutuunganisha na kuleta vifaa. Nakumbuka siku moja alikuja na kundi la wazungu, wakaja wakaleta vifaa katika hospitali zetu.
na zikaweza kuendelea vizuri. Kwa kweli kwa namna hiyo alifikiria akiwa nje, alifikiria vile vile nyumbani. Na sio tu Bukoba bali Tanzania nzima. Tanzania nzima alifikiria. Alikuwa ni mtu mwenye moyo safi, mwenye moyo mzuri. Hata kama alikasirika, akija kuambia shida yake, mnaimalizia pale pale, hana mtima nyongo. Na kesho mnaendelea na tabasamu kama kawaida. Hata alipokuwa mgonjwa, alikuwa na tabasamu mdomoni. Wengine waliona picha alipokuwa na Baba Mtakatifu. Hiyo ndio kawaida yake, tabasamu mdomoni. Hata kama ana magumu, yote aliyaweka kwa Mungu na akajua kwamba kwa Mungu atashinda. Na hivyo kila mara alikuwa na tabasamu, kila mara alikuwa na moyo. Ndio sababu unaona watu wengi wanampenda. Na anapofanya mambo mazuri hataki kujulikana. Vitu vinavyoongelea sasa hivi vilikuwa wengine hawavijui. Ninapoongea juu ya mnara ndio na Kijoga. Hata na mafadi hapa hawajui pesa zilitoka wapi. Mimi nilijua kwa sababu nilikuwa nahusika na kitu hicho. Leo kaona fanya wala hicho nikiseme. Alikuwa anatoa bila kujisema, bila kufanya nini. Anatoa tu kimya kimya. Hata hapa kanisani ile tabernakulo ile pale ni ameileta. Kule nyuma utaona marumaru. Marumaru sio nani, sio vigae. Hata marumaru ni yale mazito kabisa na akayatoa Roma. Na yako kule nyuma kwenye kaburi lao, baada atakuja kuzikwa, marumaru iliyo pale ni aliileta. Hata na kule nyuma kwenye sakristia ndiye aliyeileta. Alileta vitu vingi sana, lakini kila mara kimya kimya bila kutaka kushukuriwa. Hata alipokuwa anakuja hataki umsemeseme, huyu ni barozi wa wapi, huyu ni nani, hata hataki aseme. Anataka yeye awe mtu wa kawaida. Na ndio sababu alipotangaza kwamba amefariki, kila mmoja wengi huyu anajua hiki, huyu anajua kile, unajua kile, ndio vikaanza kutokea, ndio vikaanza kuibuka. Kwa kweli ni penga aliyoliacha, lakini vile ni furaha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Alitupa hii zawadi, alitupa hii tunu ambayo amefanya kazi ubarozi kwa zaidi ya miaka 30. Ambayo ni muda mrefu wa kutosha, na hivyo ameifanya na ametuachia sifa kila mahali alipokwenda. Na hiyo ni jambo zuri sana. Na sisi tunamwombea Mungu amsamehe chochote alicho nacho na ampe raha ya milele huko mbinguni.